Moja na tumepewa sifa, changamoto bado zipo. Kwa nini changamoto ya rejection inakuwa ya kila mwaka? Kwa nini? Kwa sababu sisi kama wahasibu hatuwasimamii makalani. Leo kwa mfano mimi Kifama pale na matawi 7 na vituo 7, lakini leo hii kituo kingine kinaweza kikakosea, yani majina ya wakulima, akaunti za wewe mhasibu unafanya kazi gani? Jaribu kumsimamia ukalani kila siku, au jaribu kutembelea kila tawi. Na ndio maana tunakusanyika mara kwa mara kwa ajili ya mafunzo. Tunafahamu binadamu aweza akakosa mapungufu, lakini sizidi sana. Kwa sababu mwanzo wa msimu tunakusanyika, tunakumbushana, katikati ya msimu hivyo, mwisho wa msimu tunakusanyika, tunaitana, tunakumbushana, yote ni kukumbushana kuhakikisha kwamba zile changamoto tunaziondoa. Lakini leo utakuta mhasibu, yani anadiriki mhasibu mwenyewe anaandika cheti hewa tu. Alafu wewe mhasibu una babu yako na mjomba wako na shangazi yako hayo maeneo unayofanyia kazi. Maana yake unapoandika cheti hewa, aidha kalani anapoandika cheti hewa, maana anaenda kumkosesha kumlipa mjomba wake au shangazi yake. Ni dhambi gani unaochukua ukiangalia sana? Siku malalamiko, wakulima wanakosa kulipwa kwa wakati. Kwa hiyo mimi niwaombeni sana wahasibu, twendeni tubadilike, twendeni tuone wale watu ambao tunawasimamia ni ndugu zetu, kaka zetu, baba zetu. Kwa hiyo sisi kama Runali tuliona kwamba ipo haja ya hawa viongozi, hawa mameneja wa vyama vya msingi kupata haya mafunzo ambayo yanalenga kabisa kwenye kuwasaidia kuboresha namna bora ya utunzaji wa vitabu vya hesabu, lakini pia taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na ukusanyaji wa mazao ya wakulima. Mafunzo haya ni muhimu sana kwa mameneja hawa kwa sababu wengi wao kama ambavyo mnafahamu walikuwa hawajapata elimu ya uhasibu. Kwa hiyo hapa leo utashuhudia kuna wataalamu, walimu kutoka chuo cha ushirika MOC ambao watakuja kuwafundisha pure uhasibu. Kwa hiyo baada ya kumaliza haya mafunzo, viongozi hawa watakuwa na uwezo mkubwa sana kwenye kuandaa vitabu vya hesabu, lakini kuandaa malipo ya wakulima, na kuondokana na zile changamoto ambazo tumekuwa tukiziona muda mrefu tumekuwa nazo. Tunakuwa na changamoto nyingi sana, ikiwemo na upotevu wa vifungashio, upotevu wa mali, mazao ya wakulima. Hizo changamoto tumekumbana nazo sana. Kwa hiyo tukaona kwamba unaweza kumlaumu mtu lakini kumbe hana ujuzi wa kuweka kumbukumbu zake vizuri. Na ndio maana tukawa tumeingia makubaliano na chuo cha ushirika MOC. Kwa hiyo wanakuja kuwapatia shule kabisa, na mwisho wa siku watapatiwa certificate. Kwa wote ambao watakuwa wameshiriki, certificate watapata na watatambulika kama wana msingi wa awali wa elimu ya uhasibu. Kwa mara baada ya mafunzo haya mtakuwa na weledi mkubwa katika utunzaji na uandishi wa hesabu katika vyama vyenu. Mhasibu atakayeshindwa kuandaa taarifa na tukibaini kuwa taarifa huwa unaandikiwa, tutakuondoa kwa kushindwa kutekeleza majukumu yako.